Lakini leo watu wanakula mali ya umma, watu wanaiba, wanadhulumu, haki sio za kwao, wanachukua kwa kuwa tu wao ndio wamewekwa katika hizo nafasi. Jua kwamba nafasi kakuweka Allahu Jalla Jalalu. Ikiwa wewe ni daktari, basi usije ukathubutu kuchukua dawa ukaenda ukaeka katika pharmacy ya kwako ili uuze wewe. Ikiwa wewe umepewa mamlaka ya ardhi, usije ukathubutu ukakata kipande cha ardhi, sio haki yako, kwa sababu wewe umeajiriwa, na ulipoajiriwa unalipwa malipo ya kule kuajiriwa kwako. Maana yake uangalie mipaka ya ardhi na uangalie watu wasidhulumiane. Hukuwa na mamlaka ya kuwa wewe uchukue, ni makosa kabisa kufanya hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man iqtata shibran min al-ardhi dhulman, yule ambaye atakayenyakua kipande cha ardhi kwa dhulma, tawaqahu Allahu iyahu yawm al-qiyama, Allah atamtwika nacho kipande cha ardhi hicho siku ya kiyama. Hata kama utakuwa ni waziri, hata kama utakuwa ni mkurugenzi, hukuruhusika wewe kuchukua ardhi mpaka upate ruhusa kwa yule ambaye mhusika wa jambo hilo. Ndugu zangu, kuna mambo tunaweza tukayaona ni madogo, watahsabuna hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Tunapopewa dhamana, kuna mambo tunayaona kwamba ni madogo, lakini kumbe mbele ya Allah ni makubwa mno kabisa. Yaumul qiyama tutasimamishwa. Yaumul qiyama tutakuja kuulizwa juu ya mali ya umma, juu ya khiana na khadaa tunazozifanya. Mara ngapi leo mtu ameajiriwa na mtu wake anamfanyia khadaa, anamfanyia wizi, anamfanyia ghushi, ghilba na dhulma. Ni katika makosa yaliyokuwa makubwa mno. Ndugu zangu, wafanyakazi, tujitahidi sana kufanya kazi zetu kwa uadilifu. Tujitahidi sana kufanya kazi zetu kwa misingi ya uadilifu. Pia tufahamu kwamba kazi ni ibada. Tufahamu ya kwamba kazi ni ibada. Mwenye kufanya kazi lakini akaichunga ile kazi yake anapata thawabu. Tutapomchukua mathalan askari anafanya kazi kubwa kuangalia usalama wa raia. Anapokaa barabarani akaziongoza gari, akawaambia nyinyi simameni, nyinyi piteni, akaangalia hali zao bila ya kula rushwa, basi huyo anapata thawabu. Lakini akitaka rushwa ataingia katika dhambi iliyokuwa kubwa mno. Ndugu zangu, inshallah, huu ni wasia kwa wafanyakazi. Tujitahidi tutekeleze na tufanyeni kazi zetu kwa uadilifu na misingi ambayo Allah anaridhia, ili tuwe tunapata faida na fadhila katika makazi yetu. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.